Nimekuwepo kwenye hii industry ya matangazo kwa muda mrefu sana, na of course tumefanikiwa kutengeneza pesa nyingi sana, millions of money tumeweza kuzitengeneza kwa kutumia haya matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. That's why unatakiwa kunizingatia sana kitu ambacho nakuwa nakizungumza. Unatakiwa kukijali, kwa sababu sio kwamba tunajifunza kutoka kwa mtu ambaye amefanya matangazo tu, ni kwamba unajifunza pia kutoka kwa mtu ambaye amekuwepo kwa muda mrefu na mtu ambaye amefanikiwa pia kutengeneza pesa nyingi sana kutoka kwenye haya matangazo yetu ya Instagram pamoja na Facebook. Na kwenye episode ya leo nataka nikazungumzie vitu vitano ambavyo kama ndo unaanza, even hata kama tayari ulishaanza kufanya, utakiwi kuvifanya kwenye matangazo yako ama kwenye shughuli zako za kibiashara wakati wa kutumia haya matangazo ya kulipia kwenye hii platform ya Instagram, even hata kwenye hizi platform za Facebook, ambapo pamoja naweza nikasema ni platform za Meta. Kwa hiyo hivi ni vitu vitano ambavyo hutakiwi kabisa kuweza kuvifanya wakati wa kufanya matangazo yako, kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakuletea matokeo ambayo yatakuwa ni mabaya sana, matokeo ambayo yatakudisappoint kwa kiasi kikubwa sana, ambayo inaweza kupelekea pengine usipate matokeo kabisa kwenye matangazo yako, kiasi kwamba ukaendelea kutengeneza hasara kwenye investment ambayo unakuwa unaifanya kwenye matangazo yako ya Instagram pamoja na Facebook. Kwa hiyo hii episode ya siku ya leo unatakiwa kuishikilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu tena nikazungumzie hivyo vitu vitano ambavyo hutakiwi kabisa, huruhusiwi kabisa kuweza kuvifanya kwenye matangazo yako. Kitu cha kwanza, huruhusiwi na hutakiwi kufanya matangazo bila kuwa na malengo ambayo yanaeleweka. Kitaalamu huwa tunasema kama hujui unataka nini, ni rahisi sana kuweza kupotea kwenye ile system yako, kuweza kupotea kwenye ile njia yako ambayo ingeweza kufikisha kwenye hicho kitu ambacho unakitaka. Ndio inakuja kuwa the same na kwenye matangazo. Kama hujui unataka nini kwenye hayo matangazo, ni rahisi zaidi kuweza kufanya vitu ambavyo haviwezi vikakupeleka kwenye matokeo ambayo ni sahihi. Kwa mfano, unatakiwa uelewe kabisa kwamba hili tangazo langu nataka kuongeza followers, tangazo langu nataka kuuza, hili tangazo langu nataka kuongeza engagement, ama kitu chochote ambacho unaweza ukakifanya kwenye haya matangazo yako, ni lazima uwe na hayo malengo ambayo yatakuwa yanakudrive wewe kuweza kufanya vitu ambavyo vitakuwa vinaendana na hicho kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo ni lazima uwe na malengo ambayo unataka kuyafikia, ili mwisho wa siku uweze kuandaa mipango mikakati ambayo itakuwezesha kuweza kufikia katika hilo tangazo. Hapa nazungumzia the way ambavyo utatengeneza, utaselect campaign objective, the way ambavyo utafanya setup, lakini pia the way ambavyo utafanya kila kitu kwenye hilo tangazo lako, ili mwisho wa siku uweze kupata kile ambacho unakitaka. Kwa hiyo malengo ni kitu cha muhimu sana wakati wa kutengeneza hayo matangazo yako. Lakini pia kitu cha pili ambacho hautakiwi na wala hauruhusiwi kabisa ni kutumia boost kama njia yako kuu ya kufanya matangazo ambayo unakuwa unataka kuuza. Boost ni njia ambayo haiwezi kukupa matokeo mazuri moja kwa moja, kwa sababu haina vitu vingi sana ambavyo vitakurahisishia kuweza kutengeneza matangazo ambayo yatakuwa ni bora. Even hata kwenye upande wa kufanya baadhi ya vitu kwenye matangazo, boost itakupa shortcut ambayo haitakupa wewe uhuru wa kuweza kuchambua unamtaka nani na nani umtaki. Even hata katika namna nzuri ya kuweza kutengeneza matangazo yako vizuri, boost haiwezi kukupa hiyo nafasi. Kwa hiyo boost ni njia ambayo hautakiwi na wala hauruhusiwi kuitumia kama njia yako kuu ya kuweza kufanya matangazo. Badala yake kuna Facebook Ads Manager au Meta Ads Manager, unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuweza kutengeneza matangazo na mwisho wa siku ukapata matokeo ambayo yako vizuri zaidi. Kwa hiyo mara 100 hiyo kiasi ambayo unaipoteza kwenye boost, ama ambayo ulikuwa unategemea utaipoteza kwenye boost, invest katika kutumia kwenye Facebook Ads Manager na itakupa matokeo mazuri sana. Lakini pia kitu cha tatu, huruhusiwi na wala hautakiwi kufanya matangazo bila ya kuwa na strategy nzuri ya kutengeneza offer ambayo utaenda kuipresent mbele ya watu. Hiki naweza nikasema ndio kiini cha mafanikio ya matangazo yako, kwa sababu unaweza kuwa na budget nzuri sana ya kuweza kuwafikia watu wengi sana. Unaweza kuwa na ad creative nzuri ambazo zitavutia watu wengi sana. Unaweza ukawa na kila kitu ambacho ni kizuri, kila kitu ambacho kinampa mtu sababu ya kuweza kununua kwako, lakini the moment umetengeneza offer ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kashawishika, ndio hiyo pia time ambayo unakuwa unapoteza kila kitu. Haitojarisha umefanya targeting kiasi gani, haitojarisha umefanya budget, umeweka budget kiasi gani. Badala yake kitu ambacho umewapelekea watu ndio wameshindwa kukikubali, simply because offer yako haijakaa vizuri. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, hakikisha unakuwa na offer ambayo ni nzuri, na offer ambayo ni nzuri itakuwa ni offer ambayo hata mteja mwenyewe akiona inakuwa ni rahisi kuweza kushawishika, inakuwa ni rahisi kuweza kutaka hiyo product ambayo unaiuza. Hakuna uchawi ambao
unaweza ukakusaidia hapa. Unaweza ukaweka budget nyingi kama nilivyosema, unaweza ukawa na target nzuri kama nilivyosema, unaweza kumjua mteja wako kama nilivyosema, lakini the moment una kosea kuframe offer yako vizuri, ndio pia sehemu ambayo unakuwa umepoteza kila kitu kwenye hilo tangazo lako. Kwa hiyo ni lazima uwe na strategy nzuri ambazo zitakusaidia wewe kuweza kutengeneza offer ambazo ziko vizuri zaidi. Lakini pia kitu cha 4 ni kwamba hauruhusiwi na wala hautakiwi kutumia tangazo moja ili kusubiria matokeo mazuri. Kuna wale watu ambao huwa wanafanya matangazo, ama nawe mwenyewe inawezekana watu miongoni mwa watu ambao walikuwa wana plan kufanya hivyo. Yani unaweka kama ni picha ni moja, kama ni video ni moja, na iacha tu hivyo kwamba tayari umefanya tangazo. Kwa lugha rahisi naweza nikasema wewe ni unabeti, kwa sababu unachokifanya ni kwamba hauna uhakika kama hilo tangazo lako litafanya vizuri, au hauna uhakika kama hili tangazo ambalo unalitengeneza sasa hivi linaweza likakuletea matokeo mazuri. Ndio maana wanashauri zaidi angalau uwe na matangazo 3, 4, even hata 5, depends na unataka kutest vitu vingapi, ili uweze kujua kabisa kwamba hii njia ninayopita ni njia ambayo iko sahihi, ni njia ambayo inanipa ninachokitaka. Kwa hiyo badala ya kutegemea miujiza kwenye tangazo moja, ni lazima tuwe na matangazo mengi ambayo tunafanyia testing, ili mwisho wa siku tuweze kupata kitu gani ambacho kinafanya vizuri, ili tuweze kuishi nacho hicho, na mwisho wa siku tuweze kupata matokeo ambayo yako vizuri zaidi. Kwa hiyo hauruhusiwi na wala hautakiwi kurani tangazo ambalo unataka kuuza kwa kutumia picha ama video moja. Lazima utengeneze video nyingi, lazima utengeneze ad creative nyingi, ili uweze kutest na ujue kitu gani ambacho kinafanya kazi, ili uweze kwenda nacho kwa huo muda. Na kuna watu pia wanaenda mbali zaidi kwamba labda kufanya testing ni kupoteza pesa. No, testing ni pia part ya investment ya kuendelea kuwa bora, kwa sababu unakuwa unatengeneza mazingira ya kuanza kufanya kitu ambacho ni cha uhakika zaidi, mazingira ambayo yatakusaidia wewe kuweza kutengeneza matangazo ambayo una uhakika nayo kwamba yanafanya poa na yanaweza kukuletea matokeo mazuri zaidi. Na kitu cha mwisho ambacho hutakiwi kabisa kuweza kukibedha ni metrics. Huruhusiwi na wala hautakiwi kufanya matangazo yako kwenye hizi platforms za Meta kama hujui kusoma metrics za Meta. Metrics muhimu, nazungumzia baadhi ya vipimo ambavyo unaweza ukawa unavitumia kwenye kuanalyze performance ya matangazo yako. Metrics kama CPM, CPC, pamoja na return on investments ni metrics za muhimu sana ambazo zitakupa wewe direction nzuri kwamba okay, kitu ninachokifanya sasa hivi kina mata, kitu ambacho nakifanya sasa hivi kinaweza kukupa matokeo mabaya ama kinaweza kukupa matokeo mazuri, kwa sababu metrics ndio inakupa nafasi wewe ya kujua ile tangazo lako linafanya vizuri ama linafanya vibaya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuzijua hizi metrics ambazo zinaweza zikakusaidia vizuri katika kuamua performance ya matangazo yako, na kujua ni tangazo lipi ambalo linafanya vizuri na lipi ambalo linafanya vibaya, ili niweze kuachana nalo. Na hii ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo itaenda kuimarisha wewe kwenye matangazo yako ya Facebook pamoja na Instagram, na at the end of the day ukaweza kutengeneza pesa nyingi sana kupitia haya matangazo. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, hakikisha unashare naye. Lakini pia usisahau kuniachia comment katika upande wa comments, ni kitu gani ambacho umejifunza, lakini pia kitu gani ambacho unawishi kujifunza kutoka kwenye episode ambazo huwa zinakuja kila siku kupitia podcast hii, nami nitafanya hivyo kukutengenezea exclusive episode kabisa ambayo itakuwa inazungumzia kitu ambacho umeweza kukiomba. Mimi naitwa Joram Tanzania.